Karibu kutazama kile ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Kuongezeka kwa majeruhi ndani ya kikosi cha Yanga kumeendelea kuwa changamoto kubwa kwa timu hiyo katika kipindi hiki cha mashindano, ikiwemo Ligi Kuu Tanzania Bara. Hali hiyo imezidi kuwa ngumu baada ya nahodha wa timu hiyo Dickson Job kupelekewa nchini South Africa kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji kufuatia majeraha aliyoyapata. Taarifa zinaeleza kuwa beki huyo wa Yanga anatarajiwa kukaa nje ya uwanja kwa takriban miezi mitatu ili kupatiwa matibabu na muda wa kupona baada ya kufanyiwa upasuaji huo. Kutokuwepo kwake ni pigo kwa kikosi hicho ambacho kinapambana kuhakikisha kinaendelea kufanya vizuri zaidi katika mashindano mbalimbali. Wakati huo hali ya beki mwingine wa timu hiyo Boka bado haijakamilika vizuri, kwani yupo katika vipimo vya matibabu ili kubaini ukubwa wa jeraha lake. Madaktari wanatarajiwa kutoa majibu rasmi kuhusu hali yake, iwapo ataweza kurejea uwanjani mapema au atalazimika kupumzika kwa muda zaidi. Akizungumza hali hiyo, ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe amesema majeruhi yanaendelea kuisumbua timu hiyo licha ya baadhi ya wachezaji kuanza kurejea taratibu kikosini. Ameeleza kuwa hali hiyo imekuwa changamoto, lakini wanaendelea kupambana kuhakikisha kikosi kinaendelea kuwa imara zaidi. Jambo la kutia moyo kuwa baadhi ya wachezaji akiwemo Pacome Zouzoua pamoja na Farid Musa wameanza kurejea kwenye kikosi na hata kuonekana wakikaa benchi katika mchezo dhidi ya Police Tanzania FC, jambo linaloshiriki kuimarisha kwa hali yao ya kiafya. Kamwe ameweka wazi kuwa hali ya washambuliaji Clement Mzize bado, kwani mchezaji huyo hatarajiwi kurejea uwanjani hadi msimu ujao. Hii inaongeza idadi ya wachezaji ambao Yanga inawakosa kutokana na majeraha. Licha changamoto hiyo ya majeruhi, Kamwe amesisitiza kuwa Yanga ni klabu kubwa yenye wachezaji wengi wenye uwezo wa usajili uliofanywa pamoja na wachezaji waliopo fiti utasaidia timu hiyo kuendelea kupambana na kufikia malengo waliojiwekea katika msimu huu. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment ili uzidi kupata kila ambacho unastahili kukipata.